msikilizaji wa Radio Maria na Radio Sauti ya Faraja Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambapo leo tunaangazia elimu kwa watoto kama suluhisho la kupunguza manyanyaso katika familia, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Jimbo Katoliki, Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini. Leo upo nami Frater John Emmanuel Yawi wa Jimbo Katoliki Moshi, ambaye nasoma katika seminari hii ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Dar es Salaam. Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi, tunakushukuru kwa kutulinda. Tunakuomba uendelee kutuongoza na kutubariki kipindi hiki tutakachojifunza tuweze kutusaidia kwa faida ya kanisa na taifa kwa ujumla. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Leo hii tutaanza kuangazia maana ya elimu na maana ya unyanyasaji. Elimu ni mchakato wa kujifunza na kufundisha ambao unalenga kukuza uwezo binafsi na kumpa maarifa, ujuzi na maadili ili waweze kushiriki vema katika jamii na kufikia malengo. Unyanyasaji ni kitendo cha kumtendea mtu mwingine kinyume na utaratibu wa ubinadamu katika nyanja zote, mfano kimwili, kisaikolojia na kijamii. Leo hii pia tutaangazia baadhi ya wataalamu mbalimbali wa kisaikolojia ambao wameongelea kuhusiana na malezi kwa mtoto. Naweza tukajiuliza ni kwa nini tumejaribu kuangazia wataalamu wa kisaikolojia na wala sio wataalamu wa kiuchumi. Jibu ni kwamba ni kwa sababu saikolojia ina ukaribu sana wa kusoma uhusiano wa mienendo ya binadamu katika hatua mbalimbali za ukuaji. Yaani mbobezi wa masuala ya kisaikolojia ni rahisi kutambua mtu anawaza nini, kitendo fulani anakifanya na kina maana gani, na pia kwa maneno au matendo fulani naelekea kutimisha kwa kusema au kutenda nini. Leo hii basi nakukaribisha tuweze kuangalia baadhi tu ya hawa wataalamu wa kisaikolojia wanaoongelea kuhusiana na malezi kwa mtoto. Tunaanza na wa kwanza, anaitwa Jean Piaget, ambao hapa anasema kila wakati tunapomfundisha mtoto kitu tunamzuia asivumbulike mwenyewe. Kwa upande mwingine, kila tunachomruhusu akigundue mwenyewe kitamsaidia katika maisha yake na pia kitabaki katika akili yake, ambapo itakuwa ngumu yeye kusahau. Kwa maana hiyo basi anaongelea kuhusiana na umuhimu wa kujifunza kwa kujitegemea au umuhimu wa kujifunza binafsi kwa watoto. Ndipo tunatembea katika ule msemo unaosema mtengeneze mtoto kwa ajili ya njia na wala sio njia kwa ajili ya mtoto, ili aweze kufanya maamuzi mwenyewe na apokee matokeo ya yale maamuzi ambayo amekuwa ameyafanya. Mtaalamu mwingine wa kisaikolojia anaitwa Erik Erikson, ambayo yeye anasema basi katika kila mtoto kuna hatua muujiza mpya ukuaji wenye nguvu. Erikson anasema umuhimu wa kila hatua katika ukuaji wa mtoto, kutoka kujiamini hadi kuwa na utambulisho. Kuna wale watoto labda unasema watoto wa getikali ambao haruhusiwi kucheza na watoto wenzao. Hii inapelekea kuja kufanya ile michezo kisha kwa watu wazima. Unakuta labda mtu mzima anaendesha labda mfuniko wa ndoo kama gari. Ni hatua fulani aliruka katika ukuaji wake. Lakini mtaalamu mwingine wa kisaikolojia anaitwa Levi Vygotsky, ambaye anasema kujifunza ni mchakato wa kijamii, ambapo kuna umuhimu wa mwingiliano wa jamii ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Kwa kuwa kila mmoja anakuwa na mambo ya kumfundisha mwingine, kwa hiyo katika ule mwingiliano wa jamii unasaidia kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Hivyo basi mruhusu mtoto aweze kulelewa pia na wanajamii, kwamba mtoto wako akikemewa labda amefanya kosa fulani na mtu mwingine ni kupokea, kwa sababu ni sehemu ya kumlea katika au ni sehemu ya kumsaidia katika malezi yake. Mtaalamu mwingine wa kisaikolojia anaitwa Yuri Bronfeld, ambaye anasema uwezo wa ukuaji wa mtoto unaboresha kiasi kwamba na mazingira ya mtoto wa karibu au mbali anaonekana kuwa na uhusiano na msaada.
kwamba ameongelea umuhimu wa mazingira katika ukuaji wa mtoto. Tatolea tu mfano mmoja kwa Mtakatifu Alois Gonzaga ambaye tunamfahamu kwamba ni msimamizi wa vijana, kwamba katika kipindi chake cha ukuaji basi babake alikuwa ni mwanajeshi, akaenda kumtembelea kule kambini. Baada ya kufika kule akasikia baadhi ya maneno anayoongea kule, akayakariri, baada akaja akayatamka mbele ya mama yake. Mama yake akamkanya kwamba maneno hayo hayakuwa yanaendana na maadili, ili msababisha pia kuweza kujutia kosa lile mpaka alipokufa. Kwa tunaangalia mazingira yale ambayo alipita Mtakatifu Alois Gonzaga yalimsaidia pia kuweza kukamata baadhi ya hayo maneno ambayo hayakuwa yanaendana na maadili. Kwa hiyo basi tunaangalia mazingira kwa namna moja au nyingine anasaidia katika ukuaji wa mtoto. Lakini mtaalamu mwingine anaitwa Albert Bandura ambaye anasema tabia nyingi za binadamu hujifunza kwa kuiga, ambao anaangalia kuna umuhimu wa kujifunza kwa watoto kwa kuiga. Anaweza kaangalia mzazi unafanya nini, labda mzazi unachukua jembe unaenda shambani, baadaye ule mtoto naye anaanza kuiga kama wewe, naye anachukua jembe anaenda shambani. Kwa basi tuangalie ni vitu gani ambavyo watoto wanaiga kwetu, au maisha gani ambayo tunakuwa tunaishi na vitu gani tunavifanya ambavyo watoto wanaiga kwetu. Lakini mtaalamu mwingine wa kisaikolojia anaitwa Maria Montessori ambaye anasema mtoto si kitu tupu ambacho anakijua anatoka kwetu. Mtoto ni mtu mwenye uwezo, ubunifu na uanaharakati. Kwa hiyo tunaangalia pia ni umuhimu wa mtoto katika kujifunza, kwamba mtoto katika akili yake ana ubunifu, kwamba ana uwezo wa kujifunza vitu vipya, ana uwezo pia wa kuweza kushare kwa watu wengine au kuwafundisha watu wengine. Pia tutaangazia kidogo kuhusiana na Kanisa Katoliki lilivyoongelea kuhusiana na malezi ya watoto, ambao tutagusia kwa karibu kuhusiana na mapokeo matakatifu, maandiko matakatifu, lakini pia tujaribu kuangalia baadhi ya mababa watakatifu walivyoongelea kuhusiana na swala la malezi kwa watoto. Ambapo katika tukianza sehemu ya kwanza, mapokeo matakatifu yanatufundisha kwamba mtoto anapozaliwa anapokea neema ya ubatizo na kuwa mwanachama wa kanisa. Katika umri wa miaka 12 au 14 mtoto anapokea sakramenti ya Ekaristi na kipaimara. Lakini pia maandiko matakatifu yanatufundisha nini kuhusiana na malezi kwa mtoto. Tutaangalia mfano kama tukirejea kitabu cha Zaburi ya 127, anakuambia mtoto ni zawadi ya Mungu. Lakini pia anatufundisha kwamba wazazi wana wajibu wa kuwalea watoto katika maadili au katika njia za Bwana. Ukirejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 6 hadi ya 7. Na pia katika Injili Yesu anasema kuwa watoto ni mfano wa wale watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Ukirejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 10 aya 13 hadi ya 16. Tuangazie pia baadhi ya mababa wa kanisa au baadhi ya mababa watakatifu walivyoongelea kuhusiana na swala la malezi, hususan tukijaribu kutembea katika barua zao za kichungaji. Tunaanza na Baba Mtakatifu Leo wa 13 katika barua yake ambayo inaitwa Rerum Novarum ambayo alitoa mwaka 1891. Hii ameongelea kwa undani kabisa kuhusiana na umuhimu wa wanajamii kushirikiana katika kuwalea watoto, kwamba malezi kwa watoto sio sehemu tu ya wazazi, kwamba hata wanajamii wengine wanahusika katika kuwalea watoto. Lakini kuna Baba Mtakatifu Francis katika barua yake ya kichungaji inaitwa Amoris Laetitia ambayo alitoa mwaka 2016. Anasema familia ni chanzo cha malezi kwa watoto, kwamba familia ndio shule ya kwanza ya malezi. Pia Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika barua yake ya kichungaji inaitwa Catechesis Tradendae ya mwaka 2012 anaongelea pia umuhimu wa walezi kufundisha watoto kama shule ya katekesi ya kwanza. Familia inakuwa katekesi ya kwanza, kwa umuhimu wa wazazi kama makatekista wa kwanza katika familia kuwafundisha watoto. Lakini Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa pili katika barua yake ya kichungaji inaitwa Familiaris Consortio ya mwaka 1981 pia anaendelea kukazia kwamba malezi kwa watoto ni jukumu la wazazi, jukumu la walezi, lakini pia wanajamii wote kwa ujumla. Kwa ukiangalia katika mafundisho ya kanisa kuhusiana na malezi ya watoto, kanisa limejaribu kuweka katika kipindi fulani au katika mtiririko fulani ambao tunaangalia ubatizo ni kuanzia
mwaka 0 mpaka mwaka 1 ambao anapokea neema ubatizo. Hii inamsaidia mtoto pia kuwa mwanachama katika kanisa, kama tunaposoma katika sheria za kanisa Katoliki kwamba mtu anakuwa mwanachama katika kanisa kupitia sakramenti ya ubatizo, lakini pia kutuondolea dhambi ya asili ambayo tumerithi kutoka kwa wazazi wetu. Lakini pia katika miaka 12 hadi 14 mtoto anapokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hii anajiunga na kuwa na umoja na kanisa na sakramenti ya kipaimara pia. Katika miaka 14 hadi 18 mtoto anakuwa kijana, anafundisha kuhusiana na imani na maadili. Miaka 18 na kuendelea mtoto anakuwa mtu mzima, anafanya maamuzi mwenyewe kuhusu imani yake pia na maisha yake. Katika sehemu kama kiini chetu cha leo tutaangazia kuhusiana na nyanja mbalimbali za makuzi katika familia au nyanja mbalimbali za makuzi kwa mtoto, ambazo pia sasa zitasaidia kuweza kupunguza unyanyasaji wa mtoto katika familia. Ambazo nyanja hizo basi kuna kibiolojia, kisaikolojia, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kiimani na kisiasa. Tunaanza nyanja ya kwanza ya kibiolojia, ambapo tunajua ukuaji wa mtoto ni mchakato wa kibiolojia unaofanya kazi katika hatua mbalimbali. Hapa ni hatua za kibiolojia ambazo tunaangalia ukuaji wa mtoto. Hizi hatua basi zitamsaidia mtoto kuweza kuepukana na unyanyasaji katika familia pia katika jamii. Ambapo tunaangalia sasa mtoto akipata malezi ya kibiolojia katika hatua ya kwanza, hatua ya ujauzito, ambao unakuta ni wiki 1 mpaka wiki ya 40, ambao mtoto anapandikizwa katika ukuta wa uterus. Mtoto anakuwa na seli na kuanza kuunda viungo mwilini. Mtoto anakuwa na moyo na unaopiga na kuanza kuunda damu, ambao sasa tukifungua katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2258 anasema kuna umuhimu wa wazazi na wanajamii pia kulinda na kuheshimu maisha ya watoto. Haijalishi mtoto anakuwa katika umri gani, hata siku ya kwanza ya utungaji wa mimba tayari ni mtu mzima. Ambapo ukiangalia pia katika hatua ya pili katika nyanja ya kibiolojia, ambao wiki 40 mtoto anazaliwa na kuanza kupumua. Mtoto anakuwa na uzito wa kilogramu 2.5 mpaka kilogramu 4. Mtoto anakuwa na urefu wa takribani sentimita 50. Kuna hatua nyingine katika nyanja ya kibiolojia ambao ni utoto, ambao ni miaka 0 mpaka mwaka 1. Mtoto anakuwa na ukuaji wa haraka wa kimwili, anakuwa na uwezo wa kumeza na kumeng'enya chakula. Mtoto anakuwa na uwezo wa kuona na kusikia. Ambao kuna hatua nyingine katika nyanja ya kibiolojia au utoto wa mapema, ambao ni mwaka wa 1 mpaka wa 3. Mtoto anakuwa na ukuaji wa haraka wa mwili, anakuwa na uwezo wa kutembea na kuongea, lakini mtoto anakuwa na uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo mapya. Ambapo katika nyanja ya kibiolojia pia kuna utoto kati ya miaka 4 mpaka miaka 6. Mtoto anakuwa na ukuaji wa taratibu wa mwili sasa. Mtoto anakuwa na uwezo wa kucheza na kushirikiana na wengine, anakuwa na uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo mapya. Ambapo kuna utoto wa mwisho ambao ni miaka 7 mpaka miaka 12. Mtoto anakuwa na ukuaji wa taratibu wa mwili, anakuwa na uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo mapya pia. Ndio umri pia ambao kanisa unakuta labda ndo anajiingia katika mafundisho na kadhalika. Lakini pia umri wa ujana ambao ni miaka 13 mpaka 19, anakuwa na ukuaji wa haraka wa mwili, anakuwa na uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo mapya, anakuwa na uwezo kushirikiana na wengine na kuleta mabadiliko. Katika nyanja hii ya kibiolojia, kanisa linafundisha kwamba mtoto asinyanyasie katika hatua yoyote au katika nyanja hii. Hata kama ni mimba na siku 1, tayari ule ni mtoto, ni mtu mzima. Kwamba tunaangalia mfano inatokea labda katika hatua za ukuaji, labda mtu amepata labda ujauzito, ikiwa labda na siku 1 akajaribu kutoa ikashindikana, tayari anatengeneza chuki na ule mtoto. Kwa moja kwa moja tayari ule unyanyasaji ulianza mapema. Lakini pia kanisa linafundisha na kuhimiza kwamba watoto pia waweze kuwa na ule uwezo wa kudai haki katika hatua zote hizo za kibiolojia za ukuaji. Ambapo kuna miaka 18 na kuendelea, mtoto anakuwa mtu mzima na anaanza kujitegemea kiuchumi, anaanza kazi na kupata pesa zake mwenyewe. Miaka 20 na kuendelea, mtoto anaanza kuanzisha familia mwenyewe na kuwa na wajibu wa kiuchumi katika familia hiyo. Kama ni baba anajua kabisa tayari na watoto, lazima nitahitajika mahitaji
fedha kwa ajili ya kuwasaidia watoto au kwa ajili ya kukimu mahitaji ya familia yangu. Ambapo kuna miaka 60 na kuendelea, mtu anastaafu na anaanza kupokea pension au malipo mengine ya kustaafu. Nyanja hii tumejadili kwa sababu gani? Nyanja hii tumejadili kwa sababu kwanza inamsaidia mtoto kufahamu vizuri fedha na matumizi ya fedha na kumkinga dhidi ya manyanyaso anayoweza kuyapata hususani kutokana na kudanganywa na fedha. Pia kuweza kutunza familia yake anapokuja kuwa mtu mzima, kwamba atambue kabisa nitakuwa baba au nitakuwa mama. Tayari kuna majukumu ambayo nitahitajika niyatimize ambayo yanahusiana na masuala ya kiuchumi. Lakini pia kumsaidia mtoto kujenga uaminifu katika kazi za watu, kwamba anapewa kazi kwa sababu tayari ana malezi mazuri katika familia hususan ya uaminifu. Itamsaidia pia kuweza kutimiza ile kazi kwa uaminifu bila kufanya udanganyifu wa hali yoyote. Hii basi itamsaidia kuweza kuepukana na unyanyasaji wa kiuchumi. Hatua nyingine ni nyanja nyingine ya kiutamaduni, ambapo miaka 0 mpaka 5 mtoto anajifunza kuhusiana na utamaduni wake kupitia wazazi na walezi wanaomzunguka. Miaka 6 mpaka 12 anajifunza kujitambulisha kama mtu wa utamaduni fulani. Anaanza pia kujifunza mila na desturi za tamaduni zake, mfano kama mavazi, chakula, ngoma na mitindo fulani ya ujenzi. Miaka 13 mpaka 18 anajifunza kuhusiana na maadili na kanuni za utamaduni wake. Kwamba unajua kila utamaduni kuna miiko fulani. Kwa hiyo mtoto anaanza kujifunza akiwa na umri huo wa miaka 13 mpaka 18. Miaka 18 na kuendelea anajifunza kujenga utambulisho wake wa kiutamaduni. Anaanza kujitambua kama mtu wa utamaduni fulani. Miaka 20 na kuendelea anaanza kuendeleza utamaduni wake na kuhamishia kwa vizazi vijavyo. Kwamba kama ni mtu ameingia katika maisha ya ndoa, tayari anaanza kuwafundisha watoto wake kuhusiana na utamaduni wake. Lakini miaka 60 na kuendelea anastaafu na anaanza kurejesha utamaduni wake na kuhamishia kwa vizazi vijavyo. Hii hapa tumejadili kwa sababu gani? Hii tumejadili kwa sababu itamsaidia mtoto kutokuwa mpweke anapokutana na watu wa utamaduni wake au watu wanapojivunia kuhusiana na tamaduni zao. Hii basi kwa sababu tayari katika familia ameshaelekezwa na ameshaona wazazi wake wanajaribu kuishi utamaduni wao, itamsaidia kutokuwa mpweke na kuweza kujisifia pia ni mtu wa utamaduni fulani au kuweza kuishi kama mtu wa utamaduni fulani. Hivyo atakuwepo unyanyasaji wa ukosefu wa uelewa wa utamaduni wake. Lakini nyanja nyingine, nyanja ya kisiasa, ambapo miaka 0 mpaka 5 anajifunza kuhusu utawala na mamlaka kupitia kwa wazazi na watu wanaomzunguka. Kwa katika miaka hiyo unakuta mtoto anajua kabisa baba au mama, hamna zaidi ya baba au mama, au hamna mkubwa zaidi ya baba yake au mama yake. Hii hapo tayari ni hatua mojawapo ambayo inamsaidia kuweza kujifunza kuhusiana na utawala wa kisiasa. Kwa maana kabisa katika familia nipo chini ya baba au nipo chini ya mama. Miaka 6 mpaka 12 anaanza kujifunza kuhusu haki na wajibu kama mtu au kama mwananchi. Miaka 13 mpaka 18 anaanza kujifunza kuhusiana na siasa na mchakato wa kisiasa katika nchi yake. Miaka 18 na kuendelea anaanza kujenga maoni yake ya kisiasa na anaanza kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Miaka 20 anaanza kushiriki katika siasa na anachukua nafasi mbalimbali za uongozi kama kiongozi. Miaka 30 na kuendelea anaanza kuongoza na kuchukua majukumu ya uongozi katika siasa. Tumejadili nyanja hii kwa sababu gani? Tumejadili nyanja hii kwa sababu itamsaidia pia kuwa na uelewa wa kutambua haki na wajibu wake kama mwananchi, lakini haki na wajibu wake kama kijana au kama mtoto. Kama nikiwa na umri fulani na natakiwa nifanye hivi na hivi kwa ajili ya taifa langu, pia kwa ajili ya jamii kwa ujumla. Ila pia itamsaidia pia kuweza kutambua kwamba kwamba haki na upendo ni vitu ambavyo havitengani, lakini pia hakuna amani bila haki. Hii itamsaidia hivyo na kuweza kumsaidia pia kuweza kuishi na watu wengine kwa upendo kama wanajamii. Hatua nyingine au nyanja nyingine ni nyanja ya kijamii, ambapo ni miaka 0 mpaka 5 anajifunza kuhusiana na mahusiano na wengine, hasa wazazi, familia na kadhalika. Ambapo miaka 6 mpaka miaka 12 anaanza kujifunza kuhusiana na kushirikiana na wengine, hasa marafiki na wenzake. Miaka 13 mpaka miaka 18
anajifunza kuhusiana na kujitambua na kujenga utambulisho wake wa kijamii. Anaiga kutoka kwa baba kama ni mtoto wa kiume au kwa mama kama ni mtoto wa kike. Ukuta labda kama mama amezoea kujipaka labda poda, mtoto wa kike na anaanza katika umri huo, kwamba anafuata upande wa mama yake alipo. Ambapo miaka 18 na kuendelea anaanza kujenga mahusiano ya kimapenzi na wengine. Miaka 20 na kuendelea anaanza kuanzisha familia au anaanza kuanzisha familia. Miaka 30 na kuendelea anaanza kushiriki katika jamii na kuwa na wajibu wa jamii inayomzunguka. Nyanja hii tumejadili kwa sababu gani? Tumejadili kwa sababu itamsaidia mtoto au mtu kujitambua kwamba ni mtu wa kijamii, kwamba hakuna mtu anaishi kama kisiwa, kwamba binadamu na jamii ni vitu ambavyo havitengani. Hivyo atajiepusha na unyanyasaji wowote katika jamii inayoishi kwa sababu hawezi kujitenga nao. Lakini pia atakuwa tayari kutambua bwana, kitu ambacho kimefanyika hapa ni sio sahihi au ni unyanyasaji, na pia kuweza kuripoti katika mamlaka husika. Nyanja nyingine, nyanja ya kidini, ambapo miaka 0 mpaka 5 anajifunza kuhusu imani na desturi za dini kupitia kwa wazazi. Miaka 6 mpaka 12 anajifunza kuhusiana na maadili na kanuni za dini. Kwa asisi wa Katoliki unakuta miaka hiyo ndio mtoto anaanza mafundisho, shirika la kipapa, mafundisho ya komunio wa kwanza, shirika la kipapa na kadhalika. Lakini pia katika miaka hiyo, miaka 6 mpaka 12 ndio mtoto anaanza kupenda pia kuwa karibu na viongozi wa kiroho. Labda unakuta mtoto anakuwa karibu na masista au mapadri. Kwa hiyo ni hatua ni sehemu katika ukuaji wake. Kuna miaka 13 mpaka 18. Katika hatua hii mtoto anaanza kujifunza kuhusu masuala ya kiroho na anaanza kujenga uhusiano na Mungu. Ni kipindi cha mang'amuzi ya wito pia, miaka 13 mpaka miaka 18. Kama mtu anataka kuwa labda katika wito wa upadri au utawa au wito wa ndoa, kwa ni kipindi pia cha mang'amuzi ya wito. Miaka 18 na kuendelea anaanza kujitolea kwa imani yake na anaanza kushiriki katika shughuli za kidini. Ila pia kwa watoto wengine ni kipindi cha kubalee na kuvunja ungo, kujiweka mbali na kanisa. Hivyo wanahitaji uangalizi wa ukaribu sana. Kwa katika miaka hii 18 na kuendelea ndio unakuta labda kijana aendi kanisani, ndio labda ndo analalamika vijana siku hizi hawasali. Kwa ni kipindi cha ukaribu sana, kwa sababu ni kipindi cha ukuaji ambapo unaweza tukasema kwa Kiingereza wanaita foolish age. Miaka 20 na kuendelea, katika hatua hii mtu anaanza kuongoza na anaanza kuchukua majukumu katika uongozi wa kanisa. Mfano kama katika vyama vya kitume kama VIWAWA, YCS, TMSS na kadhalika. Miaka 60 na kuendelea, katika hatua hii mtoto anastaafu na anaanza kurejesha imani yake na kuhamishia kwa vizazi vijavyo. Sasa tukajiuliza kwa nini labda tumesema miaka 60 na kuendelea tunaita mtoto? Kwa sababu kila mmoja ana mzazi wake, hata kama yupo hai au hayupo hai. Kwa hiyo ni mtoto kwa mzazi wake. Kwamba ndio anakuambia kwamba mtoto kwa mzazi hakui. Tumejadili nani ya kidini, nyanja hii ya kidini kwa sababu gani? Pia itamsaidia mtoto kuepukana na hofu. Unyanyasaji, kuna unyanyasaji mwingine unatokea kwa sababu mtoto ana hofu ya nguvu za giza, labda mtoto anaogopa kulala ndani mwenyewe. Kwa hiyo akishakuwa hivyo atajua kabisa anatakiwa nisimame katika misingi ya imani gani. Na baada ya kusimama katika misingi hiyo, basi ataepukana na ule unyanyasaji wa kiimani ambapo sasa unatokana na hofu ya nguvu za giza. Lakini nyanja nyingine ya mwisho, nyanja ya kiteknolojia, ambapo tunajua kabisa katika miaka 0 mpaka 5 anajifunza kuhusiana na teknolojia kupitia vifaa vya kuchezea au vifaa vingine. Kuta mtoto katika miaka hiyo anapenda kuchezea vitu yani vitu vizuri au anapenda kucheza, unakuta labda ndio wengine wananunulia labda magame na kadhalika. Kwa katika miaka 0 mpaka 5 kiteknolojia mtoto anajifunza kupitia vifaa hivyo vya kuchezea. Miaka 6 mpaka 12 anaanza kujifunza kuhusu kompyuta na anaanza kutumia kompyuta kwa madhumuni ya kielimu. Miaka 13 mpaka 18 anaanza kujifunza kuhusu interneti na anaanza kutumia interneti kwa madhumuni pia kielimu na kijamii. Na hapo unakuta labda kama ni binti yuko sekondari anatumia simu na kadhalika. Tayari hapa anaanza kujifunza kuhusiana na matumizi ya interneti na kadhalika. Miaka 18 na kuendelea anajifunza kuhusiana na simu za mkononi, ndio hapo tuliposema, na anaanza kutumia simu za mkononi kwa madhumuni ya mawasiliano, biashara na kadhalika.
Kwa hapa panahitajika pia umakini hususan kwa wale watoto ambao wanasoma. Miaka 18 ameshaanza kutumia simu, labda ndio hivyo anashindwa kuconcentrate au anashindwa kushiriki vyema katika masomo yake, inaweza kampelekea pia kwenye kufeli. Kwa hiyo sio kwamba utawanyima kabisa asitumie, unaweza kumwekea labda limit au unaweza kumwekea labda ukamtengenezea tu utaratibu fulani wa kutumia simu. Miaka 20 na kuendelea anaanza kujifunza kuhusiana na teknolojia ya juu kama vile akilobali, internet ya vitu na akili bandia ambayo sasa hivi tunaita artificial intelligence au kwa Kiswahili akili mnemba. Miaka 30 na kuendelea katika hatua hii mtu anaanza kuongoza na kubuni teknolojia mpya na anaanza kuchukua majukumu ya kuongoza katika sekta ya teknolojia. Kwa hiyo katika nyanja hii ya teknolojia, ukuta labda mzazi anaona mtoto labda anacheza, kwa wale watoto ambao wanaishi labda vijijini, ukuta mtoto labda anachezea udongo, anatengeneza nyumba, labda barabara. Wazazi wengine hawataki watoto wafanye michezo ya namna hiyo kwa kuhofia labda mtoto atachafuka au kwa kuhofia nini. Kwa hiyo pale tayari moja kwa moja tunakuwa tunawadidimiza katika hatua hii au katika nyanja hii ya teknolojia. Kwamba ile pale inamsaidia mtoto kutengeneza kitu ambapo kitakuja kumsaidia katika maisha yake. Kwa unakuta kwa wale watu ambao tayari wanaweza kusoma mazingira ya mtoto au kusoma akili ya mtoto pale moja kwa moja unajua kabisa huyu mtoto labda ana fani hii hapa kupitia michezo ya utotoni. Hii hapa tumeijadili kwa sababu gani? Itamsaidia kuweza kuepukana na unyanyasaji wa kimtandao, mfano kama ile mtu labda ameposti labda picha zake ambazo hazina maudhui mazuri au labda mtu amemtukana kumtandaoni, atakuwa rahisi pia kwenda kuripoti katika mamlaka husika. Baada ya kujadili nyanja hizo za ukuaji wa mtoto ambazo zitamsaidia mtoto kuweza kuepukana na unyanyasaji katika jamii au katika familia, pia tunaenda moja kwa moja katika kujadili mambo muhimu ya kuzingatia kwa mzazi au mlezi katika nyanja hizo tajwa hapo juu. Jambo la kwanza ni kutengeneza urafiki na mtoto ili awe huru kueleza yanayomsibu. Ukuta familia nyingine mzazi anakuwa mkali, labda mtoto anamwambia baba naomba nikueleze kitu fulani au mama naomba nikueleze kitu fulani. Hajamaliza kuelezea tayari ameshapigwa labda makofi. Kwa hiyo mtoto anashindwa kuelezea kuhusiana na yanayomsibu. Moja kwa moja kumbe unakuta kuna unyanyasaji ambao amefanyiwa, anataka kukueleza kama mzazi lakini mzazi anakuwa anashindwa kumsikiliza. Lakini jambo la pili ni kujitahidi kuwatimizia wanayohitaji ambao yapo ndani ya uwezo wa mzazi au ndani ya uwezo wa mlezi. Lakini sio kwamba kuwakaripia labda mzazi anajua kabisa mtoto anamuomba kitu fulani anatumia lugha ngumu, ni kutumia lugha ya upendo ambao mtoto ataelewa kweli mzazi wangu sasa hivi Hii pia itamsaidia kuweza kuepukana na unyanyasaji katika jamii pale mahali ambapo atahitajika aweze kutoa kitu fulani ili aweze kupatiwa kile kitu ambacho alikuomba ukashindwa kumpatia. Ndio moja kwa moja unakuta kuna unyanyasaji wa ngono na kadhalika. Lakini pia jambo la tatu ni kuzoea kumwambia mtoto maneno fulani mazuri ambayo unakuta labda mabinti anaambiwa baadaye ndo anapotelea huko. Mzazi mwambie mtoto wako nakupenda. Unaweza kutumia lugha ya Kiingereza I love you. Anafanya mtengenezea mtoto kwamba kuona ni mambo ya kawaida. Hata akienda kuambiwa na mtu mwingine huko mtaani hawezi kuja kupotea au kuchanganyikiwa kwa sababu tayari amezoea mzazi wake anamwambia. Unakuta mzazi anaishi na mtoto hajawahi kumwambia mtoto wake nakupenda. Mtoto anakosa ule upendo labda wa baba, upendo wa mama au maneno mazuri ambayo labda baadaye akija kuambiwa yasiyo kama ni mageni kwake na kumsababisha mtoto kuweza kupotea katika lengo. Jambo lingine jambo la tano ni kuelewa vipindi vya umri korofi wa mtoto ambao tunaita foolish age ili kumueleza namna vizuri ya kuenenda na kukemea mambo ambayo unajua kabisa yapo kinyume na maadili. Kwa kuna vipindi fulani tunajua kabisa kuna vipindi vya ukuaji. Mzazi lazima awe na uelewa kwamba tayari mtoto anakuwa akifika miaka 18 na kuendelea. Kuna mabadiliko mbalimbali kitabia, mabadiliko ya kimwili. Basi ni vizuri kuweza kukaa naye na kuweza kumueleza kuhusiana na vipindi hivyo au kuweza kumueleza kuhusiana na mienendo namna gani anaweza kuenenda katika kipindi hicho kwa sababu ni kipindi cha kupita.
Lakini katika kipindi cha kupita hicho, mtoto anaweza akatengenezwa vizuri au akaharibiwa. Kwa hiyo mzazi ni vyema kuweza kukaa na mtoto kumweleza, bwana, kwa sababu upo katika kipindi hichi, fanya hivi, fanya hivi. Jambo lingine ni kumweleza mtoto jinsia yake na yapi ya kufanya kuendana na jinsia hiyo. Mfano, mavazi, labda wazazi wengine wanashabikia, labda mtoto anaishi labda na dada zake, labda amezaliwa wa kiume tu, amevaa labda sketi ya dada yake, mama anafurahia au baba anafurahia. Hapo basi ni kumweleza mtoto kwamba wewe ni wa kiume, unatakiwa uvae nguo hii na hii. Wewe ni wa kike pia unatakiwa uenende hivi na hivi. Kwa sababu unakuta labda familia nyingi labda mtoto amezaliwa wa kiume peke yake. Kwa moja kwa moja ni lazima kuweza kuwa makini na kwa ukaribu naye sana, ili kusudi aweze kuishi yale maisha ambayo anatakiwa aishi kama mtoto wa kiume. Jambo lingine ni kujifunza vitu vipya mara nyingi. Katika kujifunza vitu vipya mara nyingi kuna uharibifu wa mali kwa mtoto. Ni vyema pia kuweza kuwa na ukaribu pia na kumweleza vizuri kwa upendo pale mara ambapo unapoona kabisa amefanya uharibifu wa vitu kwa sababu alikuwa anajifunza. Kwa sababu katika hatua za ukuaji kuna ule umri ambao wa kuharibu vitu. Kwa hiyo pia mzazi lazima pia kuweza kuwa na ukaribu wa namna hiyo na kuweza pia kuweka mbali vile vitu ambavyo tunajua kabisa hichi hapa mtoto ataharibu au hichi hapa akikukuta atakiharibu. Kwa sababu ni kipindi ambapo hakikwepeki. Unaweza kuweka labda ukuta hapo umeweka kompyuta hapo akadondosha akavunja kwa sababu anataka kujua ndani kuna nini, au runinga akavunja kwa sababu anataka kujua pia ndani kuna nini, au yule anayeongea kule ndani ni nani, au ile picha anayoiona pale ndani ni ya nani. Pia kuna kipindi ambapo katika ukuaji mtoto anakuwa anauliza maswali mengi kwa sababu anataka kujifunza. Atakwambia labda mama hii ni nini? Nakuta mwingine anamjibu labda ni chupa, anamwambia labda hilo ni jembe. Kwa pale unamharibu mtoto kwa sababu ni kipindi ambapo unakuta anataka afahamu maneno mengi mapya. Au anakuambia mama unapika? Nasikia hapana, nalima. Kwa hiyo unakuta mzazi anamtengenezea mtoto kwamba tayari anamharibu katika nyanja fulani ambayo ingemsaidia katika kuingiza maneno mapya na kuweza kutambua baadhi ya vitu. Pia kufuatilia mtoto akiwa anacheza na wenzake, hujua anacheza nini, pia anacheza na kina nani. Kwa sababu ukuta watoto wengine tayari ana tabia mbaya. Unasema tu mwanangu anacheza na mtoto wa fulani au mwanangu anacheza na fulani. Kwa hiyo ni vizuri kufuatilia kwa ukaribu. Pia kutokuruhusu pia mtoto kulala na mgeni anapokuja kutembelea familia, kwa sababu unakuta wageni wengine ndio hivyo ana tabia zake, hizo anaweza kumwambukiza mtoto au akamfundisha tabia ambazo sio vyema. Kwa hiyo pia ni kuweza kuangalia katika hilo. Jambo lingine ni kumpa mtoto fedha, lakini kumfundisha namna kutunza akiba, namna kutoa sadaka katika fedha ile ile. Nampa tu kiasi kidogo, unaweza kusema labda kwa wiki nakupa shilingi 500. Jifunze namna kuweka fedha ile, kwamba katika fedha ile atenge mafungu labda hii hapa naweka hapa kwa ajili labda ya akiba, naweka hapa kwa ajili ya sadaka, naweka hapa kwa ajili ya ukarimu. Kwa hiyo pale itamtengenezea pia mtoto anapokuja kuwa mkubwa anakuwa tayari na mazoea ya kupangilia fedha. Kwa sababu pia katika ukuaji au katika maisha hatuwezi kutengana na swala la kiuchumi. Kwa hiyo itamtengenezea mtoto kuja kuwa na maisha mema baadaye. Hata akija kupokea kiasi kidogo cha fedha, anajua kabisa nikikipangilia vizuri naweza nikaishi vizuri na kushiriki katika masuala yote, kama masuala ya kutoa sadaka, kama masuala ya kujikimu maisha yake kama Jambo lingine ni kumfundisha mtoto usafi na kufundisha mtoto pia kujifanyia usafi mwenyewe. Kwamba kama ni mtoto akishafikisha miaka fulani, kama miaka 3 au 4, mfundishe bwana, ukienda kuoga unatakiwa unanawa sehemu fulani au namna ya kuosha sehemu fulani, ili kusudi basi kuweza kumwepusha pia na unyanyasaji unaweza kutokea akiwa katika umri huo. Usibadilishe pia nguo mbele ya mtoto. Kwa hiyo ni vyema pia kuweza kumwambia akupishe ili uweze kukamilisha au uweze kufanya hivyo. Hitimisho, baada ya kuangalia hizo hatua hapo juu, zinatufundisha kuwa ukuaji wa mtoto sio swala la kimwili tu, sio swala la kukua kimwili tu, bali linahitaji uangalizi katika nyanja zote ambazo tumezijadili hapo, kwa sababu mtoto itamsaidia kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali anaweza kukutana nazo
Pia itamsaidia kuweza kutumia muda wake vizuri, kupanga masaa, hususani katika nyanja zote zinahitaji muda pia, kwa sababu mtoto hawezi kusema tu labda sasa hivi nakaa tu kwa ajili ya kusoma. Hapana, kuna muda ambao anahitajika aweze kukaa na wenzake kupiga story, muda anaweza kuhitajika aweze kukaa na wenzake labda kufanya michezo mbalimbali. Pale tutamsaidia pia kuweza kupanga masaa 24 katika mgawanyo wa masaa 8. Kwa hiyo unakuta masaa 8 anajua kabisa masaa 8 ni ya kusoma, labda nitakuwa shuleni, kuna homework nitazifanya. Masaa 8 mengine labda ni ya kupata burudani kidogo na wenzangu, na masaa 8 mengine unajua kabisa ni ya masaa ya kulala. Hii itamsaidia mtoto kuweza kukua vyema, pia kuweza kuepukana na unyanyasaji ambao anaweza kuupata, hususan anapokuja kuishi katika jamii au anapokuwa anaishi katika familia, na kuweza kuripoti pale mahali ambapo anajua kabisa nimefanyiwa kinyume na utaratibu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria na Radio Mbiu Sauti ya Faraja, hadi kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo, ambapo tulikuwa tunaangazia mada yetu pendwa kabisa, elimu kwa watoto kama suluhisho la kupunguza manyanyaso katika familia au katika jamii. Ulikuwa nami Frater John Emmanuel Yawe wa Jimbo Katoliki Moshi, ninayesoma katika seminari hii ya Mtakatifu Karol Lwanga, Segerea, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Kama una maswali, maoni au shauri, utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia namba 0756 47 81 78, 0756 478178. Na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa yote ambayo tumeyajadili. Tunakushukuru pia kwa muda na wakati kama huu ambao tumeweza kushirikishana hayo. Tunakuomba uendelee kutubariki na kutuangaza, uendelee kufungua akili zetu za mioyo, ili basi tuendelee kuwa na kiu ya kuendelea kujifunza, ili kwa faida ya kanisa na taifa. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Familia bora yenye hofu ya Mungu.